napenda kuchukua nafasi kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi, kwa kuweza kutukutanisha mahala hapa mie pamoja na nyie. Na wakati huo tunafahamu wapo wenzetu ambao walitamani kuiona siku hii, lakini inawezekana wengine kwa namna moja ama nyingine wanasumbuliwa na maradhi mbalimbali. Tunachukua nafasi pia kuwaombea sana Mwenyezi Mungu awarejeshe katika afya zao, ili waendelee katika shughuli zao za kimsingi za kuendelea kulijenga taifa letu. Lakini sambamba na hilo pia, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunamshukuru sana pia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake yote ya awamu ya 6 kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya ndani ya nchi yetu kwa kuweza kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa kitovu cha maendeleo na mabadiliko chanya, hasa ukizingatia tunaendelea kufanya shughuli mbalimbali, lakini Tanzania inaendelea kuwa sehemu salama na kimbilio kwa watu wengi katika shughuli za uwekezaji na matumizi mbalimbali ya fursa mbalimbali tulizonazo. Lakini sambamba na hilo pia, ndugu zangu, siku ya leo ya tarehe 28 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, huku kwa upande wa dini ya Kiislamu tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia ndugu zetu wa Kristo nao wapo katika mwezi wa Kwaresma. Ni miezi ambayo kimsingi ni miezi muhimu kuendelea kushikamana na kuendelea kuliombea mema taifa letu. Lakini huku tukiwa ukingoni kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani hata Mwenyezi Mungu anaendelea kutukumbusha miongoni mwa matendo mazuri sana ya kuendelea kuyafanya ndani ya huu mwezi ni basi kuendelea kugusa maisha ya kila mmoja ama maisha mwingine kwa nafasi mbalimbali. Lakini wakati huo pia Mwenyezi Mungu anaendelea kutukumbusha miongoni mwa vitu vya msingi kwa yule mwenye nafasi basi kuweza kufuturisha kwa watu mbalimbali, kwani sababu zake ni nyingi na inakuwa na rehema nyingi sana ndani yake. Hivyo basi, kutokana na hayo, miongoni mwa makusudio makubwa, sisi leo kuwaiteni nyie waandishi wa habari, tunafahamu kazi kubwa mnayoifanya katika hili taifa, ambayo haina mashaka hata dakika moja muweze kutusaidia kutufikishia ujumbe wetu kwa Watanzania na Wanamtwara. Kwani tunafahamu pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Kanali Patrick Sawala siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, kwa kuzingatia msingi wa dini zetu zote mbili, naye pia ofisi yake imeandaa iftari kubwa ambayo itawagusa Wanamtwara na wilaya zote 6 za kichama, lakini 5 za kiserikali, kuweza kuhakikisha Wanamtwara tunaenda kushiriki katika jambo hilo kubwa la kufuturu pamoja, kwani ni fursa pia ya kuimarisha mahusiano yetu, lakini pia kumkumbuka sana Mwenyezi Mungu. Lakini sambamba na iftari hiyo pia, ofisi ya mkuu wa mkoa hiyo imeandaa pia jambo kubwa sana na la kihistoria, jambo ambalo tunaendelea kukumbushwana ndani ya dini zetu zote mbili. Unapopata nafasi basi endelea kumuombea mema mwenzio anayefanya kazi nzuri, ili Mwenyezi Mungu azidi kumuongezea maarifa na azidi kumuimarisha na aendelee kumpa afya njema. Na sisi pia vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa Mtwara, kwa kutambua msingi huo, pia tunaenda kuungana katika jambo kubwa ambalo litakalofanyika siku ya tarehe 29 ya kumuombea dua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa anayoendelea kuyafanya. Lakini sio yeye pekee, tunaenda kuliombea taifa letu amani, utulivu na mshikamano, ili Watanzania tuendelee kuwa wamoja zaidi. Kwani sisi watu wa mkoa Mtwara kimsingi ni mashuhuda nambari 1 wa kasi kubwa ya maendeleo yanayoendelea kuletwa ndani ya mkoa wetu. Sote ni mashahidi. Mkoa Mtwara tulipo ni sehemu salama sana na ni sehemu ambayo ina matumaini makubwa. Tunafahamu kabisa kwenye kipindi cha uchaguzi, tunafahamu nchi yetu ina demokrasia. Tunavyo vyama zaidi ya 19 vyenye usajili wa kudumu. Lakini ndugu Wanamtwara, ni kuombeni ukubwa ama wingi wa vyama vyetu tuutumie kama fursa ya sisi kuungana kwa ajili ya kuleta maendeleo ndani ya nchi yetu. Tusitumie wingi wa vyama vyetu tukaanza kusababisha taharuki, marumbano, lakini pia mapigano ama uchochezi wa aina yoyote ule wa amani. Ni kuombeni sana, hasa tunavyoelekea kuumaliza mwezi mtukufu. Miongoni mwa vitu vya msingi sana kuombeni, twende turudi kwenye kujikita msingi wa 4R
ambayo ni falsafa iliyoasisiwa na Mheshimiwa Rais: kustahimiliana, kuvumiliana, kupendana, kujenga upya na mambo mengineyo. Kwa hiyo ndugu Wanamtwara, ni kuombeni sana tunavyoelekea kwenye uchaguzi huu. Jambo la kwanza, tusikubali kugawanyika. Jambo la pili, Mtwara yetu ina thamani kubwa zaidi ya hisia zetu. Hisia zetu ama matamanio yetu binafsi yasituondoe kwenye utu wetu. Twende tuungane na tusiwakubali wanasiasa wa aina yoyote ambao wenye malengo hasi na nchi yetu, haswa mkoa wetu. Twendeni tuungane. Lakini mwisho, kwa kumalizia kabisa, ndugu zangu, tunafahamu umuhimu wa jambo la kesho, futari ama iftari iliyoandaliwa na mkuu wa mkoa. Sio jambo la UVCCM pekee, ni jambo la Wanamtwara wote. Naomba nichukue nafasi hii kuwaalika na kuwaomba sana Wanamtwara, vijana, wazee, wanawake na Wanamtwara wote. Lakini hata sio kuwa Wanamtwara, ukiwa na access ama uharaka, ukaribu wa kuweza kufika eneo la tukio litakalofanyika Mashujaa kuanzia majira saa 10, hivyo ni kuombeni sana, njoeni tuungane kwa pamoja. Ni jambo la kihistoria, na kwa hakika sisi Wanamtwara hatuna jambo kubwa zawadi ya kumlipa Daktari Samia Suluhu Hassan zaidi ya kumwombea dua na pia kuendelea kumshika mkono pale yale matamanio yake yote anayotamani sisi wa Tanzania tuendelee kuwa mabalozi wazuri. Na ikitupendeza zaidi, muda utakapofika, mgombea aneuzika kwa sera, kwa matamanio, kwa historia ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mwisho kabisa nichukue nafasi hii pia kuwaombea sana viongozi wetu wote wa kitaifa, Mheshimiwa Rais na mawaziri wote, lakini pia viongozi wetu wa ngazi ya mkoa, mkuu wetu wa mkoa Kanari Patrick Sawala, wakuu wote wa wilaya zote 5, Newala, Nanyumbu, Masasi, Tandahimba na Mtwara. Lakini tunawaombea dua sana waheshimiwa wabunge wetu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.